kutafuta solution ya nchi yetu. Ndugu zangu Wakongomani, ukweli inauma na uongo inafurahishwa. Dunia tulio nayo si mmoja tu analia, ni wengi, na ule mwenye hajalia itamfikia tu atalia, kwa sababu leo nafurahia iko kwa jirani, kesho itageuke kuwe kwako. Unafurahia iko kwa ndugu yako, lakini kesho inaweza kageuke kwa kwako. Najua Wakongomani wale wanapenda nchi yetu, hakuna ule aliye na furaha. Kuna ule mwenye anakula chakula ya kuingia kwa roho akifikiria nchi yake, na akiona mateso wazazi wetu, watoto wetu, ndugu zetu, baba zetu wanayopitia. Yote tunapitia hiyo ni kwa sababu ya mafunzo, japokuwa kuna mahali sisi wenyewe tunakosea, lakini hatukubali. Kuna ndugu sijui anatoka wapi, alikuwa anasema kwamba sijui watu wa Nord na Msid, hao watu ni wa Nyarwanda, hao watu ni wa baya, hawamsapoti Rais Felix Tshisekedi, wao ndo wanasaliti nchi. Ni ukweli. Ikiwa nasema hivyo, ni vizuri kutoa maoni kwa kukashifu mtu, lakini si kuwakashifu watu wote kwa ujumla, kwa sababu si kila Mkongomani ni msaliti na si kila Mkongomani ni Mrwanda, kwa sababu ukiangalia baadhi ya historia ya mababu na mababu wetu, wengi tu ni Wakongomani na wengi wametoka tu nchi zingine tofauti tofauti, sababu hata yote ukiangalia chimbuko ya wale waliotangulia ndani ya nchi yetu sisole pigme, na kila mtu anafahamu kwa historia. Lakini ndugu zangu Wakongomani, kuleta kukashifiana kwa sababu ya kashfa ambazo wenyewe umefikiria kwa akili na ukaziweka lawama, haziwezi zikatusaidia, haziwezi zikatusaidia hata kidogo. Hiyo maoni yako ulitoa, kuna baadhi yao ambao wanafanya hivyo na kuna wengi hawafanyi hivyo. Kwa sababu ukiangalia ukweli, kuna kitu tunasahau kwamba amani iko wapi. Na sisi tu wanawaambia kwamba amani yetu tuko nayo, lakini kwa sababu sisi ni werevu, ni wasomi, hatutaki kukubali. Sawa, tuendelee hivyo hivyo. Lakini amani ya Kongo iko na haiko mbali. Lakini ukiangalia baadhi ya sisi, kuna watu washakata tamaa, wanaona ni kama haitawezekana Kongo ikuwe na amani, na washaambiwa, wameshadanganywa akili zao na wameshaaminishwa. Najua hakuna kitu mbaya kama kuaminishwa kitu. Unaona kama amani hakuna. Amani iko. Amani iko ndani ya Kongo. Mahali Kongo inaweza fika mpaka risasi hautasikia kwa mwezi. Hata risasi moja, hata nduru moja ya ule amenyanyasa mwingine. Lakini sasa inakuja vipi? Hiyo ndo maswali wengi wanaojiuliza, kwa sababu hawaoni kwamba tunaweza pata amani. Hiyo ndo maswali kubwa. Na maswali kubwa, acha nirudi nyuma kwanza kidogo. Ikiwa mahali sisi tumekubalishwa vitu zenye ni za uongo kuwa za ukweli na za ukweli kuwa za uongo, ni ngumu kujua mahali amani ipo. Kwanza mimi nasema kwanza adui ya Kongo ni Mkongomani.
Msaliti mkubwa ni Mkongomani ambaye amekubali kuisaliti nchi yake kwa kichwa chake, kwa moyo wake, kwa damu yake na kwa mdomo yake. Amekiri kwa siri. Baadhi ya wazazi wetu na mababu zetu wamefanikiwa kuisaliti nchi, na baadhi ya vijana sasa wanafaa tuokoe nchi, tunasaliti tu nchi yetu. Sasa ule ndugu mwenye anaongea huko, sijui ako Kine ama ako wapi, kwamba watu wa Est muda mwingi aliongelea Bamushi, sijui Fulero ama kina nani, wao ndo wanashiriki kusaliti nchi. Hapana, mimi nakataa na nampinga kabisa. Wenye wanasaliti nchi ni viongozi wetu. Wacha kwanza tuseme tu kweli. Na mnajua wa viongozi ni akina nani? Viongozi ni akina nani? Viongozi wetu ndio wamesaliti. Wabunge, wamwami, machef de groupement, machef de maadministrateur, lakini wale wanasaliti nchi yetu kabisa kwa sana ni wale ambao ni wabunge wetu, ambao ni madepute national na madepute provincial. Hao ndo maadui wa nchi yetu. Nasema hivyo kwa sababu hao watu ndo wako na uwezo wa kuiokoa nchi, na hao ndo wako na uwezo wa kuizamisha. Mimi hata kama saa hii nikisema Mnyamulenge ambaye anajiita Mtusi, anajiita Mnyamulenge ndio anaharibu nchi, lakini ni ukweli, kwa sababu yeye ndo amekubali kutumika. Na si yeye peke yake, sikuna baadhi ya makabila mengine, sikuna Mkongomani mwingine amefanya hivyo. Lakini kwa sababu yeye ndo anapaza sauti sana, anataka kujionyesha kwa niaba yake na mipango yake ya kuigawa nchi, ataendelea kuambulia patupu, na baadhi yao wengi pia wataendelea kupoteza uhai wao. Na hata wakifaulu waseme hiyo nchi imegawa, hawatafaulu kukaa na amani, watakufa tu bado. Kama huko kwao Rwanda hawakai na amani, kama kwao Uganda hawakai na amani. Sasa utaniambia kwa hizo nchi zenye waliingia kitambo wanakaa na amani? Kwanza angalia kama nchi Rwanda, unaishi ni kama uko jela. Haupumui, hakuna freedom, hakuna chochote. Lakini wanadanganywa kwamba nyinyi mkienda mkaigawa nchi ya Kongo mtakula rasilimali yenye iliyo hapo ndani. Rwanda hata hiyo kaamani wako nayo kwa sababu hawana chochote. Hawana chochote. Resource ya Rwanda hakuna. Hii Rwanda saa hii naona inajifanya kiburi na juu, inajengwa na mali yenye inatoka ndani ya Kongo. Lakini usisahau kilichojengwa na damu kitateremshwa na upepo. Sasa nilikuwa na maanisha, ndugu zetu, kwa nini hamkubali tunapata amani? Na tuache kuangaliana ni kama huyu akaongea hivi kwa sababu yeye maybe hayuko na sisi, lakini wewe huwezi jua, kwa sababu na ule mwenye unaona ako na wewe ndio adui. Kwa hao journaliste au watu wa media, hao watu bado ni maadui kwa nchi yetu pasipo wao kujua, na sisi wenyewe pasipo kujua. Hao watu bado ni maadui, kwa sababu wao ndio wanapeana information kwa adui. Niliona wiki iliyopita inajitokeza kwamba chama ambacho chenye rais wetu Felix Tshisekedi anasimama nacho ndio kinafanya maandamano kufurahia uamuzi ambao waliwekea huu mjinga Kabila, kwamba wanafurahia na ile uamuzi Marekani imeweka. Lakini muone hapo ndo mnaharibu zaidi.
Hamjaona kabisa. Wenyewe tumesoma kabisa, tuko na akili, lakini kuna vitu zingine hazihitaji hata masomo, zinahitaji tu akili ya kuzaliwa na ya kulelewa nayo. Si kwa nini ipatikane ni chama sasa ina nini inaunga mkono uamuzi wa Marekani? Kwa nini sikuwe ni mwananchi wa Kongo? Kwa sababu chama ni baadhi ya siasa, na inaonyesha kwamba si mnaona hii vitu inayofanyika ni siasa. Sivyo ndio hiyo chama sasa ya huyu mjinga, wale walikuwa ndani ya hiyo chama wanaojiweka, mpaka yeye akiwaambia mnaona hii ni siasa. Lakini sisi tunaona huyu jamaa anatembea na M23, anafanya nao kazi, ameuisha majenerali wetu wangapi ndani ya nchi kuanzia akiwa kwa uongozi. Lakini kuna wale binadamu wanyama, wana roho ya unyama, wanakaa kama yani mnyama mwenye hajielewi, ambaye ni kama ni nguruwe, ukimuosha atarudi, hata ukimuosha aje atarudi kwa matope. Ni baadhi ya wakongomani wanaounga Kabila mkono, kwa sababu ni kama hawaoni maafa yenye anafanya. Lakini kama sisi wote tungechukia mauti na maafa yenye nafanyika, hatungekuwa tunaunga viongozi wachafu mkono, hatungekuwa tunaunga viongozi wachafu mkono. Mimi sichukii mtu, mimi sichukii huyo Kabila, mimi nachukia vitendo zake ambao yenyewe mimi mpaka nimeshuhudia uongo aliofanya Mudemi la Sis akisimama president akileta ile sanction. Mimi nilishuhudia, nilikuwa mdogo, tulipromisiwa shule bure. Shule nani alisoma shule ya bure ndani ya Kongo? Alitupromise mahospitali. Nani aliwahi enda hospitali Kongo akakosa akatibiwa bila kulipa? Akatupea mapromise za nini, za barabara gani aliunda? Akatupea promise ya umeme, umeme gani ilipita? So kuna vitu mimi ukisikia na complain, usinione mjinga kwa sababu na complain kitu yenye ni ukweli. Nimeona politiki yenye imeuasha akina Mamadou Ndala. Mamadou Ndala alikuwa ameleta kimya Nord Kivu, lakini baadaye alifanya nini? Tumeona nani, General Bauma akiwekewa sumu. Sasa ndugu zangu, ikiwa bado umeona hiyo vitu, umeshuhudia, na bado kabisa unasimama nyuma ya mtu unasema kwamba huyu ndiye kiongozi wangu, huyo ndio chama changu, lakini nasema wabunge wetu ambao ni madepute national na depute provincial na maguverneri, nyinyi ndio mnaharibu nchi yetu bwana. Hata kama itatufikia sasa sisi wenyewe tuanze kimbishana kabila kwa kabila, hata kama sisi wenyewe tutafika mahali tuanze kimbishana kabila kwa kabila, Bamushi, Bafulero, Bangala, sijui Banandi, sijui nani, tunakimbishana tu kwa sababu hatuelewi. Kwanza hawa watu mnaojiita Watutsi, nyinyi Wanyamulenge, nyinyi wajinga sana. Nyinyi mnadanganya. Ikiwa Sudani Nord na Sudani Sud, mafuta tu ambayo ni essence peke yake ndio ilifanya wakatenganishwa kwamba zikuwe nchi tofauti. Hebu muangalie wale watu wamekaa maisha mzuri, waligawa nchi wakapea Watusi mwao ambao mna roho ngumu, mna roho chafu, mnajiamini, mna akili na mna akili. Sasa tuangalie kwa ndugu zenu wako Sudan ambao na Riek Machar amewekwa nini mambo mingi kwamba uhaini sijui nini. Politiki yenu ya ujinga tu ya wale wenye hawajielewi. Sasa tuangalie ambayo huyu rais wa Sudan anaongoza nini? Mudemi la Adus Demi la Atres. Sudan ilikuwa na nchi ambayo wakimaliza gawa ya nchi ilikuwa na msimamo mzuri, ambao wananchi wa Sudan walikuwa wanapata mpaka mshahara wenyewe mzuri, walikuwa wanaishi maisha mzuri. Turudi Mademi la sisi huko, kurudi nyuma wakimaliza gawa nchi. Lakini hii siasa ya kitusi
Hakuna mtusi anaongoza kwa nchi ikawa na amani, mkaishi na freedom ambayo yenye mnafikiria. Ndugu zangu, kama mngeweza kuunda sheria, muungane na kabila zingine, muunde sheria tu, kwa sababu hiyo ndio itawaokoa. Msinyanyaswe mali zenu, msiibiwe mifugo yenu, ama mtu akiiba, sheria ichukue mkono wake. Hiyo ingekuwa afadhali nyinyi kuliko kupigana ndani ya Kongo, kuleta kugawanya nchi. Hakuna nchi yenye inaongozwa na mtusi ambayo ina amani. Hakuna. Hebu tuende turudi nyuma tuangalie. Uganda kuna amani. Amani yenye iko Uganda, watusi ndio wanajiona wako salama, lakini wananyanyaswa. Kuna maendeleo yanafanyika? Hakuna. Watu ukikuwa mwanasiasa unakandamizwa. Turudi Rwanda ambayo huu mjinga Kagame amekalia. Hana mpinzani, hakuna vyombo vya habari kutoa habari yoyote, hakuna usalama, hakuna freedom. Hiyo usalama mnajiita mnaishi kwa wasiwasi, hakuna. Si kwamba wakongomani wao ndio wamewakosesha amani, ni kwa sababu ule mtu roho chafu ndio anaongoza. Turudi Kenya, saa hii ni nani anaongoza? Ni mtusi mwenzenu. Hebu angalia venye hiyo nchi inaendelea, unaweza kuona ni kama wako sawa. Hawako sawa. Yeye kazi yake ni kuchukua pesa ambazo wananchi wanatoa, yeye ni kufanya vitu yeye mwenyewe anataka, kujinufaisha yeye na familia yake. Baadhi ya nchi gani? Twende hiyo Sudan. Ni nani anaongoza? Si ni kabila yenu Ngotanyi? Tuangalie tu kweli. Tusiwe na fikiria vitu yenye hakuna, yenye haiwezekani, yenye ambayo haitawezekana hata milele. Yenye itawezekana ni kuigawa nchi ya Kongo na mtusi kuitawala tena siku ingine. So mkiwa na akili mapema, nyinyi watusi, mjaribu mjirekebishe ili muweze kusurvive kwa nchi ya Kongo, ili muweze kuishi. Kwa sababu wakati Kabila mwenyewe aliishi kwa nchi ya Kongo akiongoza miaka 18, mlifaidika nini? Hamkuuawa, hamkufanyiwa biashara haramu, silifanyika. Sasa ukiona, mnaweza ona sasa hivi imeamka ni kutaka kutafuta solution yenye itadumu kwa nchi yetu. Lakini kwa sababu nyinyi mnatamaa, mnafikiria kwamba mtagawiwa, ile kubwa mnataka mtakosa, hata kubwa hata kidogo. Ni kwa sababu baba zenu ambao wanawaweka nguvu wanaenda kuanguka. Hebu muangalie uongo yenye mnabebeshwa. Na ikiwa kweli ndugu zetu Wakongomani, na wauliza kweli, hii diplomasia mnafikiria hii ni ya ukweli ama mnadhani inatusaidia? Diplomasia inaweza kutusaidia, lakini tungekuwa na kujipanga tofauti na wao vile wale wazungu wanafikiria. Hawa ndugu watusi wanachochea, wanafikiria ni kwa faida yao, lakini si kwa faida yao, ni kwa faida ya mzungu. Mzungu anatumia mbinu kwa sababu tuendelee tu kufa na kuvurugana, yeye aendelee kunyakua mali ya nchi. Huyu Donald Trump mwenye mnamuona anawatetea na anasema kwamba anasaidia nchi ya Kongo kuwa na amani. Huyo Trump huyo ndio anatuma watusi tu bado. Yeye ndio anawapea silaha, yeye ndio anawapea kila kitu. Lakini muamini, unaona ni kama Trump ndio anaenda kuiokoa nchi ya Kongo. Hapo mnajidanganya ndugu zangu. Trump hawezi okoa nchi ya Kongo. Sisi wenyewe ndio tunaweza okoa nchi yetu. Nchi yetu tunaiokoa sisi wenyewe. Si mzungu anakuokoa. Kwa sababu historia yetu ya nchi ya Kongo tumeona mzungu ndio ameishi kututesa, kututenganisha. Kiongozi mwenye nguvu akiamuka wanahakikisha wamemuua. Mwenye angekuwa mzalendo wa kweli akiamuka wanamuua. Sasa tutakubali aje kwamba huyo mtu ndio atatusaidia? Si tunaona tunajidanganya? Tukaeni chini tukubali tu. Tusiangalie urefu wa mtu, sura yake, akili yake ndio tuweke hapo tuweze kusaidia nchi yetu. Kwa sababu ukiangalia urefu wa mtu,
uangalie elimu yake, hiyo haitamsaidia, kwa sababu kile tunachofanya si kile tunastahili kufanya. Kitu tunastahili kufanya, ndugu zangu, ni kwamba amani iko, na sitakataa na sitasimama kuwaambia ukweli kwamba amani iko na siri iko ya kutupa amani. Mimi ikiwa si wewe, lakini hakika ya Mwenyezi Mungu, amani ipo. Haitakuja kwa urahisi, kwa sababu baadhi ya Wakongomani wengi kichwa zao haziko sawa, mawazo yao haiko sawa, mafikiri yao ni tofauti. Lakini mkinisamehe, mnisikize na mnisikize huruma na ile upendo tunayo kwa ndani ya nchi yetu, hakika mimi naamini na nilishaona na nilishajua wapi amani yetu ya nchi yetu iko. Najua tuko wengi na kila mtu ana akili tofauti, lakini kuna kitu yenye tukiweka chini, ukabila tuiweke chini, kutofautiana na kuona ukubwa yenye haina maana, tutapata amani. Na nawasema tena, mimi naona siri ya amani ya nchi yetu. Najua baadhi tunasema kwamba amani ya nchi yetu tunaitoa Ulaya, lakini adui tunamtoa Ulaya, adui ndio tufike ndani ya nchi, ashatoka Ulaya, ametupangia. Hizi vita tunapigana zimepangwa kwa miaka mingi iliyopita, ndugu zangu, miaka mingi iliyopita. Lakini sasa ile mpango yao ilikuwa imepangwa si hivyo, ilipogeuka ndio sasa wameamua kutupiga vita, kwa sababu wanaona tutajinasua, tutajitoa ndani ya vizio yao yenye walikuwa wameweka. Na sasa tunarudi bado ndani ya ile vizio yao yenye walikuwa wameweka. So ndugu zangu, nawaomba tutafute solution. Na ikiwa tutaendelea puuza, tukiendelea puuza tu, yani kuneglige kabisa, negligence, hii mwaka tutaendelea pigana, mwaka ijayo tutaendelea pigana, mpaka mwaka ijayo tutaendelea pigana na hakuna solution. Na mwenye ana akili yenye haivuti kwa akili yake, mwenye anasikiza hiyo audio, atakuja kukumbuka hii kitu, kwa sababu baadhi yetu, kuna mtu akisikia neno leo, kesho halifikirii hata halikumbuki. Lakini kuna mtu akisikia neno linakaa ndani ya miaka na miaka, bado anakumbuka. Na unajua aje, neno nzuri hatulitaki, neno mbaya ndio tunataka. Hata hapa kwa group tunafurahia tukisikia wapi wameua watu fulani na wapi tumefanya hivi. Yani ile machafu tunaikimbilia haraka kuliko tuangalie mzuri, tunaisikiza kwa makini. Sawa, tusiendelee na negligence, ndugu zangu wa Kongomani. Tusiendelee na negligence yenye haitatusaidia.